Kishamba ni nani? Kishamba ni nani? Sema mwenyewe. Ngoja. Fanye basi yote ili tufanye. Ndio jamani. Sawa. Wasikiliza boss. Ngoja kidogo. Ngoja. Niko na mtaalamu wa media kwa msimu mzima. Sawa? Tutakutana tena Ali. Kuna ile program tunataka kuifanya. Sawa? Kuna program ya media tutaifanya ili tuweze kukaa tuzungumze. Najua mna maswali mengi, najua kuna mambo mengi ya kuzungumza, but leo tuko kwenye celebration ya ubingwa. Nawashukuru na nawashukuru kwa mchango wenu. Tutakutana siku Ali, tutaiorganize hiyo siku, tutakaa tuzungumze. Sawa? Asanteni sana. Nusa hali ya Pacome bado hatuna taarifa yake, kwa hiyo tutakuja na taarifa kamili. Lakini ameumia. Yes, yeah. Nenda kumuona na tumeanza kufanya utaratibu wa kupata matibabu bora kabisa. Kwa sasa hivi anafanyiwa first aid, baada ya hapo tutampeleka kwenye the best hospital kwa ajili ya kupata huduma kubwa. Asanteni sana. Yote kwa yote kumshukuru Mwenyezi Mungu na wachezaji, benchi la ufundi, viongozi kwa kuweza kupambana mpaka hatua ya mwisho na kuweza kuwa mabingwa mara 5 mfululizo. Ugumu ulikuwa katika kila mechi. Nadhani kila mechi kwa sisi ilikuwa ni finali. Na ligi ya msimu huu nadhani ilikuwa ni ligi ambayo ni ngumu na ligi yenye ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi kama kuchukua ubingwa mara 5 ni kitu ambacho tumeweza kukiweka malengo yetu kila msimu ambao hujaanza, lakini mpaka sasa umeenda kutamatika, tumeweza kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Tumezoea kuchukua kombe unalinyanyua wewe mbele ya wachezaji wenzako. Leo hii umempa Shabalala. Hisia zilikuwa lakini kwa nini umefanya vile? Ilifanya vile kwa heshima kwa sababu Shabalala ametoka upande wa pili na alikosa ubingwa mara 8 mfululizo. Amekuja hapa, hii imekuwa kama kaza kujitetea taji hili kwa jasho na damu. Ndio kwa heshima nimpe, maana angekosa ingekuwa kama amekuja na kitu ambacho tunaita kama fezea. Kwa hiyo nimempa kwa heshima na naweza kuliinua yeye. Naondeje wananchi kwa support msimu mzima? Tunaambia kwamba ligi imetamatika leo. Katika makombe yetu mawili tumekosa kombe moja la CRDB, lakini tumepata la NB Premier League, kwamba support msimu ujao tuweze na tuendelee kuishia hapa. Asante. Next season we make another history. Today we made history with Yanga, 5 in a row. Me 1. I'm happy for that and I'm so grateful. Do you feel a little bit bad because you are not a top scorer? No. All this season all I wanted was to become a champion, and yeah, I'm happy for that. One win for Pacome. I'm so sorry for what happened today, and hopefully he gets back to his feet. I was there. I feel so bad for him, and hopefully he gets the recovery he needs. He gets the treatment he needs. It was a broken ankle, and it's so bad for a player. End of the season, I feel so bad that this happened on the last day of the season. Great player, we needed him, and hopefully we have in a game next season. And I keep praying for him that he gets better. What do you think are the effects of such kind of injury? I don't know. The doctors know better. Yeah. And for him, I just think he will take a step at a time to recover. And we as players, we keep praying for him. And we just tell him to keep strong. He will be back soon. And now he gets some time to rest and recover. We too will get some time to rest and recover. And hopefully he gets better. May Almighty God help him and he gets his mentality and be better. Thank you so much. You're welcome. Ambaye haikuwa hivyo. Hii pia unajisikiaje kukosa kiatu cha ufungaji bora licha kwamba ulikuwa kwenye hizo mbio? Mimi nishasema, mimi kitu ya kwanza ni kusaidia timu. Kama timu imeshinda, unajua hii ni team sport, sio kwa kusema Dube nani. Kama timu tumeshinda, mimi nafurahi. Mchezaji mwenzako ambaye amepata majeraha, Theodore. Tunataka kusema pole sana kwake, tunaomba Mungu amsaidie, arikave vizuri, tunampenda sana, ni mtu muhimu kwenye timu, Mungu atamsaidia, atarikava fast.